Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta, Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic, Your Grace Archbishop Anthony Muheria, Mheshimiwa Governor Charity, Your Grace Bishop Mwongela, Minister Monica Juma, Mheshimiwa Senator, viongozi wote, waumini, Mungu ni mwema. Kainde museo. Your Excellency, recently I went to Murang'a and I learned how Avonua, najua ni Avoni wetu, vile wanasalimiana. So I'm going to teach you in 1 minute, but I'm sure the President doesn't need to be taught. Kainde museo. Namabi ndawande. Kainde mwega. Idisionde. You see how easy it is. It's wonderful. God is good all the time. Mheshimiwa Rais, karibu sana tena Kitui, huko ni nyumbani. Nawakaribishwa sana. You heard me say very carefully, juu ya Avoni. And this came out clearly to me when I went to Murang'a, and it keeps on coming up. I told the people of Central Province, kwamba angalieni vile President Uhuru akija Ukambani, atapokelewa. And you know, I think it is our Lord Jesus Christ who said, the prophet, hajulikani sana nyumbani, ana sifa sana nyumbani. Lakini sifa ulio nayo, eneo hili la mkoa wa Mashariki, ni sifa ya ajabu. Hasa wakati wewe mwenyewe ulionyesha ukakamavu wa ajabu, wakati kwanza mlianza na ndugu Raila mkashikana mkono, kisha baadaye mimi nikafuata, hewa ilipinduka. And that fresh air is what we have there at Museve Shrine today. Hewa safi. Kwa hivyo huku ujihisi kabisa uko nyumbani, na vile ambavyo umekubali kuja kwa siku chache zijazo, na umesema utalala, utatembea siku 3 from the southern end of this county. In fact, you begin with Machakos, na pia uende Makueni, uje hapa Kitui, alafu umalizie upande ule mwingine. Kitui yenyewe ni kubwa sana, ni kama nchi ya Rwanda. Ni kaunti kubwa sana hii. Na kwa hivyo tutaongea mengi, lakini umesikia maombi hapa kwa shrine. Mheshimiwa Rais, I really want to salute you. I saw you, a whole president. Ukatoa jacket yako, ukaweka kando, ukanyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu. Those moments you spend at this shrine, the prayers you said, maombi yangu ni kwamba Mwenyezi Mungu ayajibu directly, because you spend time. Na ule mzigo uko nao wa kubeba nchi nzima, wengine wanakutukana, wengine hawana heshima, wengine wamewabeba wakati wamefika mahali fulani wanasema kick you hard. Na wote hata tunajua tutazungumza. Kwa hivyo Mheshimiwa, mimi pia niliomba. Yale niliomba hapa sitakwambia. Kila mtu alikuwa anaomba kivyake. But I think it's very much in line with what Mheshimiwa Makali said. Sio mbali sana. You know, Your Excellency, people go to Jerusalem, and I've seen the construction stone hapa, the Jerusalem stone. And I'm told that we seem to have it in some of our quarries in this country now. There is an air of holiness in this place. And therefore I want to really appreciate the vision and the commitment of the founder of this project, His Grace Archbishop Anthony Muheria. I was privileged today, Wakamba wa Kitui niwaambie, nimeona hata mama mzazi wa Archbishop hapa. Amekuja mwenyewe hapa. Wazazi wake
and Joseph Mongela, who was his able deputy. I think there's something politicians should learn about those who deputize others. they are normally very loyal. But you see now, Mongela deputized Muheria, and he's now in charge of this diocese. We have seen growth of the Catholic faithful. Nataka mjue Kenya nzima shule zote ambazo zinasimamiwa na masista ndizo nambari moja kwa nidhamu, kwa kila kitu. So I want really to appreciate that vision, and I think the vision of it, I want to say, Museve Shrine iandikwe historia yenyewe, vile the first mass to be celebrated in Kitui was in this place. Now that says a very big story. From Kaba, Holy Ghost fathers at the time, and now we are here. And the story continues. So for now, Your Excellency, ukirudi tutazungumza haya mengine yote. Umeona, I think ulionjeshwa kidogo, went from Kitui School, which was my old school. The policemen were very sharp. I thought you were coming through the market center. Lakini walikuonjesha ile project yako mwenyewe, ambayo utakuja kuizindua kutoka Kibwezi, Mutomo, Kitui kama vile Governor Ngilo amesema. And of course a phase 2 project which will link Ethiopia with the port of Mombasa. Your vision. Hata umeanzisha a new port, brand new port in Lamu. I don't know why Kenyans cannot see you have done near wonders in the very short time. And we are seeing opening of this country. This wonderful region you see, Your Excellency, from Port of Lamu, tutengeneze njia vile tutaona that road, the road will move from Lamu through Kitui and link up with the other national highways. You will see the wonderful thing you have done by starting the Port of Lamu. Tutakuwa na wewe, tumeahidi kusaidiana, wewe ni ndugu ajabu. Yaani rais amekuja hapa, akatoa shati akaomba. Akanyenyekea, sio kutoa shati, alikuwa jacket. Kumbe mnasikiliza kwa makini. I think next time akiwa hapa peke yake hata shati anaweza kutoa. Because mzigo wenyewe amesikia kwamba before God all things are possible. So Your Excellency, feel very strong and very welcome. We'll say all these other things because you are before Bishop Muheria. I feel constrained because I have a lot of personal respect for him. I don't want him to say I took advantage of, but look at it. As Ngilu says, growth of tourism, elsewhere in Europe, shrines like this, and of course Komarok. Bishop Kingo is very happy. Your Excellency, if you have not been to Komarok, it's a magnificent, wonderful place. And when this COVID disappears, I personally dreamed, Your Excellency, I can tell you that shrine, there's something about these shrines. And I've also noticed there's something happening within the Catholic faithful. If you haven't seen Bishop Muheria, just Google the name Father Bashabora. He's based in Mbarare in Uganda, doing wonderful works. God is speaking to his people in very many ways, regardless whether they are Protestants or Catholics. And I think you'll be speaking a very powerful message from this shrine, Museve. Congratulations again, and may God bless the work of your hands. Amen.